wetu. Leo tena ninayo furaha tena kukukaribisha katika kipindi cha siku hii ya leo, ambacho ni kipindi chetu pendwa cha pili kinachosema, na leo tutapita katika mada inayosema funguo za unabii. Ni kweli dunia ya leo, kila unapoingia utaambia weka funguo au weka nywila au password. Unapofungua simu yako utakuwa na password. Unapoenda katika benki utaambiwa password yako ni ipi, line yako, unataka kutoa pesa, line yako ni ipi. Unapoingia katika gari lako lazima una ufunguo. Kwa hiyo lazima pia katika unabii, katika mwendo, tutazame funguo za kiunabii. Hivyo unapoona neno mnyama katika tafsiri za kiunabii, elewa, zingatia ni katika tafsiri za kiunabii. Maana yake imeelezewa kitabu cha Danieli sura 7 aya 17 na ile aya 23. Danieli anaambiwa wale wanyama wakubwa wanne uliowaona ni wafalme ambao watatawala katika ulimwengu huu. Hivyo katika kitabu cha Danieli sura 7, wale wanyama unaowaona sio tu wanyama wa kawaida ambao tunaona katika mbuga za wanyama, lakini ni wafalme au mataifa ambayo yalitabiriwa kutawala katika historia ya ulimwengu. Tunapoona neno upepo katika kitabu cha Yeremia sura 9 aya 36 hadi 37, maana yake ni vita au migogoro. Nyota maana yake ni nini? Katika Ufunuo sura ya 1 aya 20, nyota maana yake ni malaika ambao wanakuwa daima wakiongoza maisha yetu, wakati tumeelezewa kama wajumbe kutoka mbinguni. Kuna neno mwanamke katika vitabu vya unabii, maana yake ni kanisa. Na kwa hivyo kama ni kanisa, kuna kanisa la uongo na kuna kanisa la ukweli. Kwa hivyo Ufunuo sura ya 12 aya 1 hadi ya 5, hapa tunakutana mwanamke safi, maana yake kanisa la kweli, kanisa la Mungu. Na ndugu mtazamaji, kuna wakati maisha yako yamekuwa ni magumu, lakini nikutie moyo ya kuwa unabii katika mwendo upo kupatia tumaini ya kuwa hata kama unaelekea kujinyonga, maisha yamekuwa ni magumu, maisha ya kiuchumi yamekuchanganya, ukitazama huku vitu havieleweki, huku havieleweki, unabii katika mwendo upo kutuonyesha kuwa yupo Yesu anayekuja, ambaye yeye atabadilisha historia ya ulimwengu. Maisha yetu ya taabu, dhiki, majonzi yatabadilishwa. Ni unabii katika mwendo unakuja kutusogeza kumwona Yesu ni rafiki anayetupenda. Licha ya dhambi zako ndugu mtazamaji, bado Yesu anakupenda. Ufunuo sura ya 1 aya 3, heri asomaye na wao washikao maneno ya unabii huu. Lengo la kujifunza maneno haya ni tuyasome, tuyaelewe na tuyashike. Karibu tena katika vipindi vinavyofuata, tukijiandaa kumlaki Yesu anapo